Karibu sana mtazamaji wa ITV, mpenzi wa kipindi hiki cha sanaa na wasanii. Wakati mwingine, siku nyingine tunakutana katika kipindi hiki kizuri. Mimi naitwa Neema Kibanda na leo niko hapa. Unapoona kuna kazi inaendelea, kazi za viungo. Nishaikuletea kazi hii, lakini kwa nini nimerudi tena kwenye kazi hii? Kuna maana kubwa sana. Kaa nasi jifunze mengi kutoka hapa, ambapo nitakuwa na mtaalamu wa kazi hii, anaitwa Magembe Maduhu. Karibu sana kwenye kipindi cha sanaa na wasanii. Siku nyingine, wakati mwingine tunakutana tena. Tulishakutana kipindi fulani, lakini nimerudi kwako kwa sababu kuna kitu maalum kutoka kwako. Haya, karibu. Mtazamaji atapenda kidogo kujua kutoka kwako nyuma kidogo. Sema hii kazi ulijifunza kutoka kwa wazee wako konyo, kwa mjomba wako, lakini baadaye imekuwa ya kwako, imekuwa biashara. Kidogo tu mtazamaji apate kujua historia fupi sana, afu na mimi nitamwambia mtazamaji kwa nini nimerudi kwa Magembe Maduhu. Hii kazi mimi kama nilivyosema mwanzo ni kwamba nilipata mjomba. Mjomba yeye alikuwa amesoma chuo cha ufinyanzi Mbeya. Mtazamaji, nimerudi kwa Maduhu Magembe hapa kwa sababu mwanzo tulifanya naye kazi nzuri hii, lakini kupitia kipindi chetu hiki cha sanaa na wasanii akapata oda za kutosha, lakini bado anazikaribisha. Akapata walimu ambapo kazi yake waliipenda, akaenda mpaka nchini China kupitia kipindi chetu hiki cha sanaa na wasanii. Tunashukuru sana kwa sababu mnainua vipaji vya watu. Magembe Maduhu ameweza kwenda China kujifunza zaidi kazi hii. Kwa hiyo leo mtazamaji, tutaenda kujua zaidi alivyokuwa China, alijifunza kwenye upande upi, alipojifunza kwa vitendo ama aliingia darasani akawa tu anaandika, ilikuwaje, safari yake ilikuwaje, alivyoambiwa sasa tunaondoka tunaenda wote China, ilikuwaje. Yote hayo tutapata hapa Magembe. Sasa tunatamani kujua story sasa. Hapo ndio kwanza Magembe, inabidi sasa uende China, ilikuwaje? Ulijisikiaje? Mimi nilijisikia vizuri kwa sababu ilikuwa kama ndoto. Kwa sababu nilipopigiwa simu kwamba nahitajika mahala kwenda safari ya China, sikuamini kwanza. Kwa sababu ilikuwa sitegemei tena kwamba labda mimi nitafanyaje, nitaenda China au nitaenda zaidi ya hapo. Na kwamba tulikuwa kwenye kipindi cha sanaa sana. Ni kwamba pamoja na hivyo, wao baada ya kuongea nao wakasema kwamba tumekuona kwenye kipindi cha sanaa kilichorushwa na ITV. Basi mwanzo sikuamini, tumeendana nao kwa jinsi walivyokuwa wananifuatilia, ikabidi nikubaliane nao. Kwa sababu nilijua labda ni matapeli tu ambao wanataka kunitapeli, kumbe ndio ukweli halisi. Na kwa sababu tulikuwa tunaongea hatuonani, lakini baadaye nikaona ni kwamba ni kitu basi na mimi nikifanyie kazi. Inakuwa ni kuelekezwa fanye hiki. Mfano nilikuwa sina passport, ikabidi nitafute passport. Nikatafuta passport, kweli nikapata. Baada ya kupata nikasubiri safari, tafuta masuala ya visa, nikatafuta pesa, nikalipia, nikawa tayari kwa safari. Ilikuwaje yani watu walivyokuja kule kuwapokea, walikuwa China, walikuwa Swahili ama ilikuwaje, mko mnaongea lugha gani kule? Asilimia kubwa ya Wachina wanaongea Kichina. Lakini pale uwanja wa ndege tulipokelewa kwa kuona majina ambao watu wamenyosha makaratasi, tukaona yale nikaona jina langu ambao tulikuwa wa Tanzania, tulikuwa watu kama 4 hivi. Fani tofauti. Au wote kazi yote ni ya ufinyanzi, lakini wengine wanatumia kwa ajili ya kutengeneza kwa mikono. Tumefika darasani, kazi ilikuwaje sasa kule, ama tumefika tulipochukuliwa kutoka pale airport ukaenda darasani moja kwa moja ama ilikuwaje? Kazi ya darasani ni kwamba tulipofika darasani, ingawa nyenzo za kwetu inayoitumia hii ni duni kidogo, wao wanatumia sana, asilimia kubwa ni umeme, lakini mashine ni hii, lakini mashine yake hili halipo. Ni umetengeneza wewe mwenyewe? Nimetengeneza mimi mwenyewe. Wao wana plate ambayo
imetengenezwa kwa maana hiyo kwa sababu ni masuala ya umeme, inabidi izungushwe na umeme. Sasa kufinyanga, masuala ya kufinyanga hakuna utofauti. Kwa sababu hata mwalimu ilikuwa ni kwamba tunaenda na vitendo. Kwa maana baada ya kuenda na vitendo ni kwamba kwa sababu mimi tayari nilikuwa na ujuzi, basi wala mwalimu hatakuhangaika kunani. Ingawa alikuwa anaongea Kiingereza na Kichina, lakini haikunipa shida kwa sababu alikuwa anaenda na vitendo na mimi nafuata. Baada ya hapo sasa ukatengeneza vyungu kwa kutumia udongo, na natamani kujua udongo wanaotumia kule ni udongo huu na vyungu ulivyotengeneza ni hivi ama kama zile sahani sasa zile tunazolia chakula zile zingine naona sahani za udongo ama nini? Kwa kutengeneza tumeingia kwenye mashine. Baadaye mwalimu yeye alitoa idhini tu ya kwamba kila mtu anayefikiria kutengeneza kitu chochote ndani ya akili yake basi atengeneze, lakini usitengeneze kitu ambacho ni cha kufananisha, cha kufanana na mwenzako. Cha kufanana na mwenzako lakini ujitahidi kupishana na wenzio kidogo. Na kweli tukaenda kwa vitendo. Ufinyanzi ni huu wala si huu. Wewe kule ulitengeneza kitu gani? Kule nitengeneza mfano nitengeneza birika la chai la udongo pamoja na vikombe, kisosi natengeneza pamoja ni udongo huu ama udongo wao ni una utofauti kidogo. Ingawa ni mfinyanzi lakini ule joto huu udongo joto lake liko chini. Wa kwetu. Wa kwao ni juu zaidi kwa sababu ni ule unaotumika kwa ajili ya kutengeneza vikombe. Hasa vitu kama vile vya udongo kama vikombe vya chai pamoja na vile sahani vya kulia chakula. Na yani, hauna vitu vingine vya ziada vilivyowekwa mle ndani ama ni udongo wenyewe natural huko hivyo? Ni udongo ulivyo kihalisia. Mnaenda mnachimba mnauchukua mnakuta huko hivyo. Tulikuta umeshaandaliwa huko pale. Ulikuwa umeshaandaliwa huko pale. Nadhani udongo huu kwa hapa Tanzania unapatikana nadhani Mbeya pamoja na Iringa. Mbeya na Iringa. Udongo kama ule wa China. Udongo kama ule wa China. Umejuaje? Umefanya utafiti? Utafiti ni kwamba tulikuwa na watu wa Iringa. Kulikuwa na watu wa Iringa wawili ambao ndio walielezea hali halisi kwamba udongo huu hauna utofauti na ule wa kwetu. Wewe pia haukupa shida udongo ule sababu unahisi kama unaweza ukawa ulikuwa mlaini zaidi kuliko wa kwako? Haukunipa shida. Ule udongo mlaini kama poda. Ni laini kama poda. Tumerudi sasa hapa nyumbani. Lakini nikiangalia kidogo naona maua tofauti na yale niliyoona kipindi kile. Hii ni moja ya mitindo kutoka China. Hii nimeamua na mimi jinsi nilivyokuwa nimeona kwa sababu vitu vyao wanaweka asilimia kubwa wanaweka yale maua na mimi ni urembo na mimi kabidi angalau baadhi ya vyungu niwe naweka vitu kama hivyo. Kazi nzuri Magembe. Sasa umeleta style ya maua kule, umetuletea style ile uliojifunza huko China, lakini tuangalie soko sasa la kazi hizi likoje? Unaliona soko sasa hivi unakimbizana nalo vipi? Watu wanaelewa kazi yako? Watu wanaelewa kwa sababu nimejaribu mfano kama vitu vinavyowekwa mikono hapo kama vitezo hivyo vina soko. Kwa maana hiyo vina soko kubwa zaidi. Vyombo vya kulia chakula mfano kama mabakuli vile tunatengeneza makubwa yale ya kuwekea supu vile pamoja na kupakulia. Tunaweza inawezekana hata tenda za mahotelini umepata tenda baadhi ya mahoteli nimepata tenda na nimewapelekea.
Sasa hongera sana kwa kazi yako nzuri na kubalika, inaingia mpaka mahotelini, mahoteli makubwa makubwa. Kazi yake nzuri kama hivi, kazi halisi inafanywa na Mtanzania halisi na katika mashine yake ya kawaida sana. Lakini umeniambia kule ulipokuwa kwenye mafunzo China, mashine za kule unasema zilikuwa ni za umeme. Lakini hapa wewe bado umeendelea na mashine yako ya kawaida. Ulipokuwa kule sasa umerudi hapa Tanzania. Na kuna kitu gani kingine cha ziada mlipewa na mlielekezwa jinsi mahali ambapo mnaweza kuzipata mashine zile ili mje mfanyie kazi hapa nyumbani kurahisisha kazi zako na kufanya iwe rahisi zaidi, ama mlivomaliza mafunzo ndio ikawa basi? Ni kwamba mashine zile zipo kwa hapa Tanzania zipo. Mfano kama Sidon nadhani wanazo. Nini kinachofanya ushinde kwenda kuchukua mashine ile? Naona kama hapa inakucheleweshea muda wa kutengeneza viungu vingi. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba mimi nadhani umeme nao sio uhakika sana kwa hapa Tanzania. Sasa unaweza tunaenda sasa Tanzania ya viwanda, kila kitu kitakuwa inawezekana. Lazima utakuwa sasa unatakiwa uwe na kiwanda kikubwa. Hichi ni kiwanda chako, unatoka kwenye kiwanda kidogo kama hivi sasa hivi unakienda kwenye kiwanda cha kati. Unajipangaje kuingia kwenye hiyo fursa? Mfano wakiboresha swala la umeme, hamna shida. Tunatafuta ile mashine kwa sababu hii kwa sasa hivi hata kama umeme umekatika wewe unaendelea na kazi. Unaendelea na kazi tu. Sasa unaonaje ukiwa nayo yenye umeme na ambayo haina umeme? Umeme ukikatika unaendelea na hii. Na mimi ndio nina mpango huo. Na mpango huo. Na ulivyomaliza mafunzo sasa umerudi nyumbani ndo basi kule kwenye mafunzo hamtarudi tena, mmeshamalizana nao, ama kuna wakati mwingine mnatakiwa sasa upeleke mrejesho kule kwamba kazi zenu huku baada ya mafunzo zimekuwaje? Wao tulimalizana nao. Kama watatuhitaji tena, kwa sababu baada ya mafunzo sisi tulipata vyeti. Sasa baada ya kupata vyeti kama watatuhitaji hamna shida. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Hongera sana, kazi ni nzuri. Tunarudi sasa kwenye utaalamu huu sasa, utaalamu wa udongo, utambuzi wa udongo, kwamba huu ni udongo mfinyanzi. Na ukiangalia Dar es Salaam sehemu kubwa ina udongo wa mchanga, na hata kama ukiwa mfinyanzi haui kama huu kabisa 100%. Huu udongo wako unaupata wapi? Huu udongo unapatikana Kisarawe. 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 Unaenda kuchukua udongo Kisarawe. Naenda kuchukua udongo Kisarawe. Safari yako hapa mpaka Kisarawe inakuaje? Kwa sasa hivi mara nyingine tunatumia kama vibajaji hivi. Unapakia kwenye viroba hivi. Kisha pakia kwenye viroba ndio unapakia kwenye bajaji. Unakodi bajaji. Unakodi bajaji. Kisarawe ni shimo kama kwa kula na kuchimba kokoto, kwamba kuna shimo kubwa kwa ajili maalum ya kuchimba udongo, ama Kisarawe ukifika Kisarawe pale tu mtu wewe unatoa kidogo, unajua nini? Unajua nini huu udongo maeneo ya Kisarawe. Ili na mwingine anayetamani kujifunza kutengeneza viungu, ama yupo anayejua lakini hajui wapi apate udongo, na kidogo unamtengenezea mwanga. Kule upo kwenye maeneo ya watu, na maeneo ya watu sana sana ambayo yanalandana na kando ya mto. Ndio tunachukulia maeneo hayo. Sasa na kule mpaka uonane na wenye mashamba sasa. Kishaonana na wenye mashamba, naelewana, mshaelewana tayari na unalipia kule udongo. Inabidi ulipie kwa sababu upo kwenye maeneo ya watu. Unalipia kwanza unavyochukua, unalipia bajaji. Unalipia bajaji mpaka hapa. Na inawezekana ikawa siku ngapi uko njiani unafanya mchakato huo wa kupata udongo kutoka kule Kisarawe ukafika nao hapa, maandalizi yake? Maandalizi ni siku hiyo hiyo unaondoka na bajaji. Unaweza kaondoka na bajaji na mkaenda mkaongea na wenye mashamba, mkachimba, mkajaza viroba vyako kama ni 4 au 5, basi unapakia, unarudi vyenye ujazo wa kilo kama 25 hivi. Na umeshazoea mwenyewe, hakuna ugumu wote unaokutana nao kwenye kazi yako? Kwenye swala la uchimbaji wa udongo?
Au jumla kazi yako yote haina shida yote ambayo wewe kukutana nayo? Shida zipo. Shida mfano kama swala la kuni. Swala la kuni napo vile vile ni changamoto. Kwa sababu unapovitengeneza kama hivi inahitaji uchome. Hivi China mlikuwa mnatafuta kuni, mlikuwa mnatafuta wapi kuni ama ilikuwaje? Yani matanuru yao ya wao wana majiko ya umeme. Na vile viungu vinakuwa vimewekwa kama shelf kama hivi vimewekwa kama hivi. Vile vitu mnapanga hivi. Wao wana seti moja kwa moja kwenye nani inaenda kwenye jiko moja kwa moja. Na hivyo navyo umechungulia hilo tanuru pia Tanzania lipo? Kwa utafiti. Bado sianza kufanya uchunguzi. Nilikuwa bado sijafanya uchunguzi. Labda kama ni majiko madogo labda linaweza likapatikana. Jiko dogo la mkaa. Yaani ukitengeneza la mkaa haiwezekani. Jiko la mkaa kwa ajili ya kuchomea? Itakuwa haiwezekani. Kwa sababu inabidi utumie gunia sijui ngapi za mkaa. Kawaida ni kuni kwa sababu kawaida ya viungu unavyopanga kwenye tanuri, ukianza kuchoma, viungu vya mwanzo kishaanza kupokea joto, joto lile linakuwa linapanda. Kadri linavyopanda, baadaye mpaka linafikia mwisho. Unajua kwamba ukija kuangalia viungu vyote vimeshaenea. Moto huu unaotumia wewe ni moto kama unakisia labda kuni ni mizigo miwili ya kuni mitatu inaweza kutosha viungu vyangu 100, si ndio? Moto ule mliokuwa mnafanya kule China unasoma kwamba hii joto fulani inatakiwa joto labda 240, 300, 400. Kuna jinsi pia mlifundishwa kusoma hizo. Wao wanatumia kuna kitu ambacho kinapanda. Kadiri joto linapoenda na joto linapoenda na kile kinakwenda. Ikishafikia mwisho na chenyewe kinagota pale pale. Lakini sisi kwa huku bado tunachoma kwa kuangalia kwa macho. Kisia kwamba hapa moto tayari umesha. Okay. Uchomaji wa huku kwenu kama vile mtu anavyopika wali anageuza sehemu hii umeiva. Inakuwaje? Unaweza ukachungulia. Unachungulia. Utaona joto limeshatokeza juu. Viungu vimefanana na ile rangi sasa. Rangi ile ya moto imetoka nje. Unajua kwamba hapa viungu vyangu tayari. Lakini Magembe sasa mimi naendelea kusisitiza kwamba kiwanda chako kinatakiwa kifike sehemu nzuri sana. Mkakati ukoje kuhakikisha unaenda step kwa step? Unaonekana labda ulivyorudi kutoka China ukafurahi, umeridhika, umetulia. Kuna juhudi za ziada umezifanya kupitia huku na huko kuangalia wengine wanafanya nini, viwanda hivi vingine vikubwa vinafanya nini? Hakuna mashine ndogo ambazo wewe utaweza kuzimiliki hapa? Kwa kuwa nilipofika sasa, nimetoka China kule, baada ya kufika na mimi nikakuta sasa wateja wangu ambao walikuwa nimeshawaacha. Bado wanataka kazi zao. Sasa nilikuwa bado sijafuatilia. Nilikuwa bado sijafuatilia. Ulikuwa ni mkakati wa kuongeza kwanza kipato na zile pesa ulizotumia kule kidogo. Na pesa za ambazo nilizokuwa nimetumia kwa sababu. Lakini safari si ilifadhiliwa kila kitu? Ilifadhiliwa. Ilifadhiliwa kwa sababu sisi tulienda kimasomo, sasa tukwenda tena kiuchumi. Unarudi tena unaanza upya. Mtazamaji, ni kazi nzuri ya Magembe Maduhu. Tumeona basi kazi yake ilivyokuwa huko nyuma, na vile vile tumeona kazi yake hii mpya, na vile vile umepata kujua mengi kutoka kwake ambao anatamani sana kufanya makubwa kutoka katika elimu aliyojifunza kule China. Na ujue kabisa kwamba kipindi hiki cha sanaa na wasanii ndicho kilichomsababishia yeye kwenda China kujifunza kazi hii zaidi na zaidi. Alikuwa nao ujuzi, lakini alienda kupewa pia mbinu nyingine za kisasa zaidi, kama alivyokuwa anasema. Magembe Maduhu, ndio tunaondoka. Kipindi cha sanaa na wasanii kinafikia ukingoni. Ushauri nini mtazamaji? Unamwambia nini mtazamaji wa ITV?
kabla na mimi sijamwambia bye bye na wewe tujaagana tena. Kwamba ninachomwambia mtazamaji ni kwamba kwa sababu hii ni kazi ya mikono, kazi ya sanaa kwa ujumla, inahitaji uvumilivu. Kama mimi nilivyovumilia, nadhani mwaka wa 20 hivi sasa naifanya hii kazi. Wow. Kwa hiyo haihitaji kukata tamaa. Kwa sababu hata mimi sikutegemea kwamba labda nitafika China. Wazo hilo lilikuwa halipo. Ila ninashukuru ITV walipokuja tukafanya mazungumzo nao, vile vile wakachukua picha. Baada ya kuchukua picha ninashukuru kwa maana nilionekana. Baada ya kuonekana hapo, kumbe watu walikuwa na nihitaji, kwa maana nilipata nafasi. Kwa hiyo ninashukuru. Na leo wanakuona tena na wafurahia tena kukuona kwa mara nyingine. Na tena na mara nyingine tena nafurahi kunifikia na kufanya mazungumzo nao. Na vile vile sina budi kuwashukuru wenzangu, kwa sababu nilipotoka hapa nimekaa ndani ya mwezi mmoja nikiwa China. Lakini kiwanda kilikuwa bado kinafanya kazi. Kwa maana nao vile vile nawashukuru. Hongera sana. Kazi yako mtazamaji anaiona, na safari nyingine kem zinakuja. Sijali kabisa, ITV ndio super brand. Umeona? Mtazamaji wa ITV, mpenzi wa kipindi hiki cha sanaa na wasanii, umemuona Magembe Maduhu. Kazi yake ni nzuri kabisa. Gete. Si ndio? Vizuri. Ameweza kuongea mengi, umeweza kuona kazi zake basi, na umeweza basi kumsikia, na ameweza kuwashukuru hata wenzake ambao walifanya nao kazi, na ameweza kushukuru wewe mtazamaji kwa sababu ulimwangalia na ukamwezesha safari yake ya kwenda China kujifunza mwezi mmoja huko kwa watu, na amerudi na maujuzi hivi. Basi unakosa kipindi hiki cha sanaa na wasanii. Na vile vile kama na wewe una kazi yako nzuri, uko mahali una sanaa yako, umekaa tu, usijifiche, jitokeze. Kama hivyo utakuja, fursa ziko nyingi sana kuliko unavyofikiria, kuliko unavyotegemea. Tukutane tena siku nyingine, wakati mwingine katika kipindi hiki. Mimi naitwa Neema Kibanda. Asanteni sana na watakia utazamaji mwema vipindi vyetu vinavyoendelea hapa ITV Super Brand. Maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.